الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخنا الفضل أبو الفضل حفظه الله تعالى: كتاب المناهي الشرعية، باب ما جاء في النهي عن الغلو في الأنبياء والصالحين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول: أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سمع عمر رضي الله تعالى عنه يقول على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. كتاب المناهي الشرعية. hiki ni chuo au hiki ni kitabu cha makatazo ya kisheria yaliyokatazwa katika sheria, tunakusudia katika sheria ya Kiislamu, sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. babu ma jaa fi an-nahy 'anil ghuluwi fi al-anbiya'i was-salihin. Huu ni mlango wa yale yaliyokuja katika kukatazwa kuvuka mpaka au kupetuka mpaka kwa manabii na kwa watu wema, yani watu kufanya ghuluu, kupetuka mpaka, kuwafanyia ghuluu mitume au kuwafanyia ghuluu watu wema. Jambo la kuvuka mpaka kwa maana ya kumweka mwanadamu zaidi ya daraja aliyopewa na Mola wake Allah Jalla wa Ala, kumnyanyua mwanadamu na kumweka katika daraja ambayo iko zaidi na vile alivyowekwa na Allah tabaraka wa taala. Huko ni kuvuka mpaka, huko ni kuvuka mpaka, na hilo ni jambo lililokatazwa kupitia alkitab was sunna. Allah subhanahu wa ta'ala amekataza jambo hilo, kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataza jambo hilo, kwa sababu linapelekea kwenye maangamivu, na wala sio ishara ya mapenzi kwamba huyo unayemtukuza ukamweka daraja ambayo hastahiki, kwamba wampenda sana, kwamba ukishafanya hivyo utakuwa wampenda, wala sio alama ya kwamba wewe wamkweza na kumnyanyua, bali wajidhalilisha wewe. Kwa ni jambo lisilofaa, na huyo anayenyanyuliwa hivyo akawekwa manzila isiyokuwa yake, asiyostahiki, akiridhika kwenye hilo, atakuwa na yeye ni mshirika wa madhambi utakayopata wewe unayemnyanyua. Kwa ni jambo baya, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema kwenye kitabu chake kuambia ahlul kitab: ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghayra alhaq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu kathira wa dhallu an sawa'is sabil. ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghayra alhaq, enyi watu wa kitabu, yani Mayahudi na Manasara, la taghlu fi dinikum ghayra alhaq, msivuke mpaka katika dini yenu pasi na haki, msifanye ghuluu katika dini yenu, sababu alghuluu ni mujawazatul haddi, ni kuvuka ule mpaka uliowekwa. Msifanye hivyo katika dini yenu pasi na haki. wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl,
wala msifuate matamanio ya watu ambao walikwishapotea kabla ya hapo, kabla yenu. Msifuate hawa zao, msifuate utashi wao na maoni yao. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu kathira, na wakawapoteza wengi, wadhallu an sawa'i sabil. Kwa suala la ghulu katika dini ni jambo lisilofaa na limekatazwa, na Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam asimame katika nafasi yake, na amri akiamrishwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio tuamrishwa sisi, fastaqim kama umirta waman taba ma'aka wala tatghaw, simama sawa sawa, nyoka katika mstari kama ulivyoamrishwa wewe na wale waliokufuata pamoja nawe na wale walionyenyekea pamoja na wewe, wala tatghaw, wala msivuke mpaka. Kwa hiyo hutakiwi kuvuka mpaka, kila kitu kiweke katika daraja yake, na daraja yake utakuijua basi angalia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam, weka katika sheria. Usije ukaona kwamba wewe una akili sana, kwa hiyo waweza ukafikiria jambo ukaona ngoja hili niliweke hivi, huyu ngoja nimsifu hivi, nimpe wasifu huu. La, haitakiwi. Kwa hiyo kwa mfano katika vitu ambavyo mwanadamu hakupewa, hakuna mwanadamu yote amepewa ilmu al-ghaibi, hakuna aliyepewa ilmu ya ghaibi, kwa sababu la ya'lamu al-ghaiba illa Allah. Hakuna yoyote anayejua ghaib illa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna yoyote ambaye yakshifu dhurr illa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna yoyote ambaye yaghfiru dhunub illa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna yoyote anayeweza kuondosha madhara akamkinga mtu na madhara asidhurike illa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna yoyote anayesamehe dhambi, waman yaghfiru dhunuba illa Allah, hakuna anayesamehe dhambi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hakuna yoyote ambaye yujibu al-muttar idha da'ahu, hakuna aliye na uwezo wa kumjibu mtu, wa kumuitikia mtu aliyeshikika pindi anapokuwa, huyo aliyeshikika atakapokuwa naomba. Umeshikika kweli kweli na haja fulani, basi hakuna anayeweza kuitikia maombi yako akayaondosha madhara yaliyokupata illa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kuyanasibisha haya kwa wanadamu kwamba fulani aweza, fulani aweza, fulani aweza, hii inaitwa al-ghulu, ni kumweka mtu katika daraja isiyo yake. Haya waliyafanya ahlul kitabi, wa adallu kathira wa dhallu an sawa'i sabil. Sasa mambo haya pia kuna watu walikusudia kuyaleta katika Uislamu, lakini chini ya pazia la mapenzi ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakidhani kwamba wakifanya hivyo ndio wanazidisha mapenzi yao kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam au kwa as-salihin, wakayanasibisha baadhi ya mambo kwa as-salihin, watu wema. Sasa haya yamekatazwa, watu wasifanye namna hiyo. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pia ameyazungumza haya, wa iyyakum walghuluwa fi ddin, tahadharini, tahadharini na kuvuka mpaka katika dini. Kwa hiyo kuvuka mpaka ima kwa kumnyanyua kiumbe kumweka katika daraja ya uluhiyya, daraja ya uungu, au kumweka kwenye daraja ambayo sio yake hasa, hastahiki kukaa hapo, au kufanya mubalagha katika mambo ya ibada, ukafanya ibada kwa njia za ghuluu katika kuabudu, kuvuka mpaka kabisa, kama wale ambao walikuwa wanafikiria masala ya tabattul, yani kufanya utawa, wakawa hawataki kuoa, hawataki kadha, wafanya hivyo dinan, kwamba ndio sehemu katika dini, kwamba ndio takwa hiyo imeshtadi. Mwingine akaacha kula nyama, mimi sili nyama, lakini afanya hivyo tadayunan, kwa njia ya kwamba ni dini, sababu kwamba kula vitu hivi ni katika mambo ya kilimwengu, kupenda dunia. Wengine wakaamua kuvaa maguo ya sufi
wakaacha kuvaa nguo nzuri, wakidhani kwamba kuvaa nguo zenye viraka kwamba ndio alama ya ucha Mungu na ndio takwa imezidi zaidi na ndio zuhdi. Kuna watu walifikia hadi hiyo. Hata siku ile ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma as-sahabiyul jalil alipokwenda kuzungumza na makhawarij kwa amri ya Ali bin Abi Talib, wale watu waliofanya khuruji wakatoka katika taa ya Ali wakajitenga, Abdullah ibn Abbas aliwafuata kwa ajili ya kuzungumza nao. Walipomuona wakashangaa, kwa sababu alikuwa amevaa joho lake zuri na kilemba kizuri. Watu sasa mtu huyo ashakuwa mtu wa dunia, sasa amevaa namna hii bwana. Wakawa wanamshangaa, kwa nini kavaa vile, kwa nini kapendeza. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma akarudisha katika yaqul man harrama zinata Allahi allati akhraja liibadihi wat-tayyibati min ar-rizq. Ni nani? Hebu waambie, ni nani aliyeharamisha pambo la Allah tabaraka wa taala? Na ni nani yule ambaye ameharamisha kile alichokitoa Allah tabaraka wa taala katika vilivyo vizuri katika riziki? Nani kasema kwamba haifai kula vizuri, kwamba ukala chakula chako kizuri safi? Nani kasema haramu? Akawasomea aya hiyo. Kwa hiyo amevaa mavazi mazuri kwa sababu Qur'ani haijakataza. Sasa wao waona kwamba mtu kuvaa nguo yenye viraka viraka, kavaa jiguo zito, hata kama ni wakati wa joto, kavaa jikanzu lake zito mwenyewe la sufi, basi yaona kwamba kama mnyonge mnyonge hivi kapauka, kwamba hiyo ndio takwa. Hakuna takwa kwa kupauka, kwamba eti ndio ishara ya kwamba wewe sasa ndio unitaki azahid kwa sababu tu hujapaka mafuta. La, si hivyo. Kwa hiyo hii inakuwa ni ghuluu katika mambo ya dini. Tumia neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kadiri alivyokuruzuku, wala usivuke mpaka, wala isiwe sababu ya kuvaa kwako ni kwa ajili ya kuzivunja roho na nafsi za wengine, wala kwa ajili ya kujifakharisha wala kuvinginevyo. Ni kudhihirisha athari ya neema ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyoko juu yako na kumshukuru aliyekuneemesha. Kwa hiyo haitakiwi kufanya ghuluu hata katika ibada vile vile. Fabimithli hadha farmu wa iyyakum wa muhdathati al-umur. Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hajj alikuwa akiwasihi sana watu na kuelekeza wasifanye ghuluu katika jambo la dini, kwa sababu inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dina illa ghalaba. Hakika dini ni nyepesi, hashindani yoyote na dini isipokuwa dini itamshinda. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru, basi lazimianeni na usawa sawa. Fasaddidu, basi lazimianeni na usawa. Wa qaribu, na jikurubisheni kwa Allah tabaraka wa taala. Wa abshiru, na toeni bishara. Wasta'inu bilghadwati warauha, natakeni msaada kwa Allah tabaraka wa taala kwa wakati wa asubuhi na wakati wa jioni. Wa shay'in min ad-dulja, na sehemu katika giza la usiku. Watu watakiwa wafanye kati na kati, ndio mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Na ndio maana akasema halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Katika riwaya wa lafdhi ya Imam Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema halakal mutanatti'un, qalaha thalatha. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema wameangamia wenye kufanya uzito katika dini. Maneno haya ameyakariri akayasema mara 3 katika hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu inda Muslim. Ndio kutilia mkazo kwamba jambo la ghulu katika dini limekatazwa na haifai mtu afanye ghulu katika dini, bali ghulu inaweza kumpeleka ikamuingiza katika al-kufru billah na ashirku billah. Na wako waliofanya hivyo wakaingia huko na watu wakawafanyia dhambi na wakawatahadharisha kwa sababu ya ubaya wao huo waliofanya.